Tumesikia hayo maono ya nabii Ezekieli ya chemchemi ya uzima itokayo hekaluni. Chemchemi hiyo au ishara ya maono hayo ni uwepo wa Mungu ndani ya hekalu, Mungu ambaye ni chanzo cha uzima. Maono yote hayo ya maji yatiririkayo, maji yenye kutembea, alafu mazao yanakuwa na maji yanaelekea katika bahari na yanatoka katika sehemu zote za dunia. Fundisho kubwa ni Mungu ambaye ndiye chimbuko la uhai. Sio tu uhai bali vile vile uponyaji. Tumeambiwa kutakuwa na matunda ya kula, lakini vile vile kutakuwa na dawa. Kwa maana moja, Mungu ni chanzo cha uhai wetu, lakini Mungu vile vile ndiye mponyaji wa uhai wetu wa hapa duniani. Tunapokuwa duniani kuna magonjwa, kuna maradhi, lakini Mungu naye anatusindikiza katika hali hii ya kibinadamu katika nafasi zote za uzima na uponyaji. Mara nyingine tunasema sasa mbona tena kunakuwa na kifo? Uponyaji uko wapi? Wale wenye kumwamini Mungu, kifo sio mwisho bali ni uponyaji wa milele. Unapokuwa unaugua unapata dawa, unapona, utaugua tena utapata dawa, unapona, lakini utimilifu wa uponyaji ni kushiriki uzima wa milele ambapo hakutakuwa tena na maradhi. Kwa hiyo Mungu anaendelea kutusindikiza, anakuwa chanzo cha maisha, tegemezi la maisha yetu ya hapa na baadaye. Tunapokuja katika Agano Jipya, Yesu yuko pale na watu walikuwa kwa imani hiyo hiyo ya mtiririko wa maji yenye uponyaji. Huyu mgonjwa akijaribu kwenda, mwingine anamtangulia. Yesu hakumbeba na kumpeleka pale kwenye yale maji, Yesu mwenyewe anamponya. Mabadiliko sasa. Yule Mungu aliyekuwa anawaponya watu katika Agano la Kale kupitia manabii anatimilisha hamu yake ya kuwa chanzo cha uzima katika mwanae Yesu Kristo. Sasa kuna haja tena ya kwenda kwenye yale maji. Sasa yale maji ya uzima yanatoka kwa Yesu Kristo peke yake. Na sisi ndugu zangu, zumuni kubwa la kuja kila siku kusali kwanza ni kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uzima, kushukuru Mungu anavyotusindikiza, lakini hatima yote ni kumpokea Kristo katika Ekaristi takatifu ambaye yeye ndiye uzima uliotimilika wa hapa na uzima wa milele. Tumombe Mungu atuimarishe katika imani hiyo. Tunapokuja kanisani, tunakuja kukutana na Mungu, tunakuja kukutana na Kristo, tunakuja kujiunganisha na Kristo ambaye ndiye chanzo cha uzima wetu.